naitwa Francis Ngatigwa, ni mhadhiri mwandamizi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino tawi la Dar es Salaam, ambapo kwa kweli kati ya waasisi wa chuo hiki basi alikuwepo hayati Bishop Bernard Mfumbusa, na wao ndio walikuwa na ndoto hii ya kuanzisha hii kama post graduate school, na ndio walikuwa waasisi wa mwanzo walioweka wazo hilo likatekelezwa katika ukweli wake, na wakati basi akiwepo Vice Chancellor Father Charles Kitima kule Mwanza. Mimi nilimfahamu hayati Askofu Bernard Mfumbusa tangu tukiwa St. Peter Seminary. Wao walikuwa kaka zetu. Tulipoingia pale kwanza masomo ya form 1 St. Peter Seminary Morogoro, wao walikuwa form 3. Kwa hiyo ni kati ya wale ambao walitupokea sisi tukiwa wadogo zao wa kidato cha kwanza. Na ile seminari ilikuwa wakati huo inamilikiwa na majimbo ya Dar es Salaam, Morogoro, Same, Dodoma na Zanzibar. Kwa hiyo ni watu ambao tulikuwa tunajuana, basi walikuwa wanatulea kama wadogo zao. Lakini vile vile tulivutiwa sana na jinsi ambavyo kaka zetu walivyokuwa wanasisitiza mambo ya elimu na mambo ya kusoma. Na wakati huo tunajua tulikuwa tunamuona kama marehemu Baba Askofu Mfumbusa kwa wakati ule. Tukiwa wanafunzi utakuta hizi novels, alikuwa anapenda sana kusoma novel, na alikuwa anatusisitiza na sisi tukiwa form 1 lazima tusome ili tuweze kupanua mawazo na vile vile zitusaidie katika kujibu maswali yetu, hasa mambo ya wakati ule, mambo ya literature. Kwa hiyo utamkuta kila wakati pengine ana novel hii ya Chinua Achebe, hii ya nani. Kwa hiyo ni mtu ambaye mwelekeo wake wa mambo ya taaluma, baadaye sikuja kushangaa nilipokuwa katika ukubwani sasa kumuona bado anaendelea na ule. Kwa hiyo nilimfahamu toka wakati ule, na baadaye basi walipomaliza wakaja tena kidato cha 5 na cha 6 pale walipomaliza wakaendelea na masomo ya juu huko. Hatukuweza kuonana tena yani katika shule hizo kwa sababu tulitofautiana madarasa. Lakini kuna wakati akiwa masomoni Roma au Italy, huko Roma Italy, alikuwa wakati wa likizo alikuwa anakuja kumtembelea padri rafiki yake anaitwa Padre Soa, Alfred Soa. Wakati huo alikuwepo pale Morogoro jimboni Cathedral St. Patrick's. Kwa mara nyingi alipokuwa anakuja Father Soa alikuwa ananialika, tunakuwa wote tunaongea, na wakati mimi nami nimeshakuwa padri. Kuna siku akanambia, kwa nini Ngatigwa wewe usisome uandishi wa habari au mambo ya habari, mambo ya communication ya. Na nilimuona na wazo zuri kwa sababu kuna wakati nilikuwa na nia hiyo ya kusoma mambo ya uandishi wa habari hasa. Kwa hiyo nilipomsikiliza nikamwambia sasa nitaanzaje? Akasema kuna chuo sana Nyegezi, lakini vile vile kulikuwepo na profesa mmoja, Profesa White, alikuwa anatoa semina za mambo ya pastoral communication. Akasema nitakufanyia mpango, kwanza uhudhurie moja kule Mwanza, alafu baadaye kutoka pale utatengeneza njia ya kwenda mbali zaidi katika mambo hayo. Basi nikamkubalia na nikaenda kuhudhuria hiyo semina ya Profesa White kule Mwanza, ilikuwa anatolewa sauti. Baadaye nikarudi tena jimboni nikaendelea na maisha yangu pale, lakini basi alikuwa anakuja likizo tunakumbushana juu ya mambo kama hayo. Tukaendelea, baadaye mimi nikaenda sasa sauti kusoma, nikajiunga na chuo kikuu cha sauti kwa ajili ya kusoma uandishi wa habari. Kwa hiyo nilipoenda pale baadaye akarudi akawa kati ya majarimu wa chuo chetu cha sauti. Basi nikiwa pale nilipomaliza nikarudi jimboni. Niliporudi jimboni baadaye chuo kikanipa nafasi ya kwenda kusoma zaidi masomo hayo ya uandishi wa habari nje ya nchi. Lakini nilipomaliza masters, niliporudi sasa ilikuwa ni nafasi kwangu mimi kuweza kuangalia ni jinsi gani tutasonga mbele. Nikamkuta, nikawa msaidizi wake darasani. Yeye anaenda kufundisha, basi mimi nilikuwa namsaidia.
kama tutorial, kama assistant lecturer. Sasa wakati fulani kulikuwepo na summer school wapi Ujerumani. Yeye alikuwa ameshaenda Ujerumani kule 2005 akiwa chuo fulani, chuo cha Bayreuth University kule Ujerumani, ambapo kulikuwa na grupu la vijana pamoja na yeye, vijana kutoka nchi mbalimbali za Afrika ambao walikuwepo katika kundi la kuangalia, kulikuwa na project ya Sharia debates and their perception by Christians and Muslims in selected African countries. Walikuwa naangalia juu ya sharia, watu ni project ambayo DAD serikali ya Ujerumani ilidhamini. Kwa hiyo kulikuwepo na vijana, alikuwa yeye pamoja na vijana wengine kutoka Kenya, Nigeria, Tanzania. Yeye alitoka Tanzania na mmoja mwingine, Mtanzania mwingine, Tunisia na Sudani. Kwa hiyo walitembelea nchi mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuangalia mawazo mbalimbali juu ya sharia, jinsi watu wanavyoelewa na ilivyo katika Afrika. Kwa hiyo waliweza kwenda nchi mbalimbali za Afrika zikiwemo Sudani yenyewe, Nigeria, alafu walienda vile vile Mali, alafu Kenya. Kwa hiyo kote huko walikuwa wanafanya utafiti juu ya hilo. Kwa hiyo wakati huo aliporudi sasa, ndio akanambia kwamba kuna summer school ipo kule Ujerumani juu ya mambo ya religion and order in Africa. Akanambia, Ngatigwa, naomba uapply ili uweze kwenda. Na kwa sababu yeye tayari alikuwa amesha julikana pale, kwa hiyo ilikuwa rahisi kwangu kwa sababu alinitengenezea mazingira mazuri. Kwa hiyo nikachaguliwa, nikaenda kule kuhudhuria ile summer school. Baada ya summer school, tukiwa kule kwenye summer school, ilikuwa ni 2008 wakati huo. Tukiwa kule tukaambiwa sisi tuliohudhuria basi tufanye applications ili tuweze kujiunga na chuo cha Bayreuth kwa upande wa School of African Studies. Basi nilipokuja nikamsimulia hivyo, akasema hiyo ni hatua nzuri sana. Nika apply, nikaenda. Kwa hiyo nikaenda kuchukua PhD sasa katika mambo ya media studies. Sasa yeye alikuwa mmoja wapo ya principal investigator na vile vile associate member. Wao walikuwa sehemu ya wale ambao ni sehemu ya majarimu ambayo walikuwa wanaendesha shughuli za chuo cha Bayreuth, lakini kama associate members. Kwa hiyo yeye alikuwepo katika idara ya media studies. Kwa hiyo kila wakati kukiwa na mikutano alikuwa anakuja, aweza tunaonana kule, bado anaangalia maendeleo yangu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mnaweza nikasema kwamba yeye alifungua milango yangu ya kwenda kwa Bayreuth kwa ajili ya PhD, na baadaye hata wenzetu wengine walikuja kutoka Sauti. Kuna wengine kama 5 hivi walikuja kusoma mambo ya linguistics, mwingine Dr. Venance Ndaichako alikuja kuchukua mambo ya economics pale. Kwa hiyo kumbe, lakini yote hayo ni kutokana na yeye kutufungulia mlango kwenda kule. Kwa hiyo mimi kifupi, yani naweza nikasema ni mtu ambaye kama ni role model yangu katika mambo ya elimu, kuanzia pale St. Peter's Seminary nilivyokuwa namuona, na baadaye tukakutana huko katika chuo kikuu cha Sauti, jinsi alivyoni encourage na kwenda kufikia hatua mpaka ya PhD kule Ujerumani. Kwa hiyo namuelewa hivyo kwamba ni mtu ambaye kwa kweli alikuwa anapenda taaluma, na alikuwa anapenda taaluma vile vile ubobee katika kile ambacho unajifunza au unakisoma. Kwa hiyo naweza nikazungumza hivyo kwamba nipo hivi nilivyo kutokana na yeye kunisaidia sana katika haya mambo ya kusonga mbele katika mambo ya taaluma. Na ukiangalia mimi nilivyomfahamu zaidi, ni mtu ambaye aliweza kubalance kati ya academic life na vile vile katika hii priestly life. Hata alipokuwa askofu hakuweza kupoteza hali yake ya utaaluma pale alipokuwa askofu. Aliendelea
kubaki vile vile. Ni mtu ambaye aliweza kuona kwamba haya mambo mawili hayawezi kukuzuia, anaenda pamoja, na aliweza kuyaishi vizuri zaidi, na ameandika mambo mengi sana kwa kweli juu ya mambo ya media studies, mambo ya media ethics, na amefanya mambo mengi katika mambo ya academics. Kwa hiyo nataka kusema kwamba yeye, kama nilivyomfahamu, kwa kweli ni mtu ambaye aliweza kuweka uwiano mzuri kati ya mambo ya academics na mambo ya wito ambayo ni upadri na baadaye uaskofu. Hakupoteza lolote katika kuyaishi yote mawili, jinsi nilivyomwona na jinsi nilivyomfahamu. Na hata tukiwa hapa Dar es Salaam hapa, mara nyingi akija basi alikuwa anakuja kututia moyo na kutuulizia mnaendeleaje. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa kweli alikuwa anafuatilizia maendeleo ya kile alichoanzisha na kile alichokiamini na kile alichokipenda, na hakuwa mchoyo kuweza kushare na watu wengine kama sisi. Alitushirikisha mpaka tumefikia hiyo hali, kwa kweli kutokana na kuwa tayari kwamba na wenzangu naweza kufanya kazi nao. Vile vile mimi pamoja na hayo, lakini nilikuwa nikifanya naye kazi ya kufuatilizia mambo ya extremism, haya mambo ya extremism. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia ni kwa vipi inaweza kaleta matatizo ya mambo ya extremism. Kwa mara nyingi tulifanya wote, na yeye nikiwa chini yake, yeye kama kiongozi wangu, basi tulikuwa mara nyingi tunaangalia hayo mambo na kufanya tafiti mbalimbali juu ya hayo mambo ya religious extremism, ambayo vile vile yanaweza, au violent extremism, ambayo yanaweza kaleta matatizo katika jamii na katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo nimefanya kazi naye vile vile katika jambo hilo. Kuhusu kwamba ufanyaji kazi wake na hayo ambayo nilikuwa namfahamu, sijajua sana jimboni, lakini kuna wakati alikuwa ananisimulia jinsi mafrateri wake walivyokuwa nadhani walikuwa na jono yao ambayo walikuwa nafanya machapisho mbalimbali. Kwa hiyo aliendelea kuharisisha hata labda mafrateri kule, mapadri, juu ya umuhimu wa kubalance au ya haya mambo mawili ya taaluma na vile vile wito. Kwa hiyo ni mtu ambaye aliendeleza hata kule jimboni kwake kama alivyokuwa ananisimulia. Na vile vile nisahau kusema kwamba yeye katika tafiti yangu au andiko langu la PhD, yeye alikuwa ni supervisor wangu vile vile. Maana tulikuwa na masupervisor wawili, yeye na mwingine Mjerumani kule. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana mchango mkubwa sana katika maendeleo yangu ya taaluma, lakini vile vile maendeleo ya watu wengine ambao wote walipita chini yake, iwe kwa kuwafundisha au iwe kwa kuwasimamia research, na hata waliopitia hapa School of Postgraduate Studies hapa Dar es Salaam. Kwa kweli wengi wanamkumbuka katika hilo. Hakuwa mchoyo katika kuhakikisha wenzake na wao wanakuwa wanataaluma ambao wamebobea katika yale ambayo wameyasoma. Na hata hawa vijana ambao walifanya nao hiyo grupu ya Sharia grupu wanamkumbuka, na hata jana waliposikia habari ya kifo chake walinipigia wengi simu kuniuliza ni nini. Hata maprofesa wa Bayreuth wengi walinipigia simu kuuliza kimetokea kitu gani. Lakini basi ndio hivyo, ametutangulia, lakini anakumbuka sana katika haya, si katika Tanzania tu, si katika tasnia ya uandishi wa habari, hata katika level ya kimataifa, hasa kule ambapo nilisoma mimi Bayreuth. Kwa kweli mtu ambaye anakumbuka sana kutokana na kubobea kwake katika mambo ya tafiti na zaidi sana katika mambo ya mawasiliano ya umma na uandishi wa habari. Tunachoweza kusema sasa hivi ni sisi ambao tumefaidika kutoka kwake katika mambo ya taaluma, kuenzi yale ambayo ameanzisha, kuenzi yale ambayo ameyapenda, kuenzi na kuyaendeleza yale ambayo yeye mwenyewe alikuwa anayafanya, hasa katika kuhakikisha kwamba wanataaluma wanabobea katika kile ambacho wamejifunza, katika kile ambacho wanakipenda, katika kile ambacho wanaona kitawasaidia katika maisha yao na katika maisha ya jamii kwa ujumla.
Basi kwa kweli mimi nimesikitika sana kutokana na kifo chake, lakini basi tunajua kwamba sote tunaenda huko. Nyuma yake yeye, sisi ndo mbele yetu, yeye katutangulia, sisi nasi tunaenda huko ambapo yeye katutangulia. La maana basi tuendelee kumwombea na vile vile tuendelee kujiombea sisi, ili tuendeleze yale ambayo ameyaasisi, ametulisisha, na vile vile yale ambayo aliyapenda kuyafanya, hasa katika mambo ya taaluma na jinsi ya kubalance ya mambo mawili kati ya taaluma na mambo ya wito. Asante.